Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah amesema katika kipindi cha miaka mitano iliyopita Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali imetekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa wa kupigiwa mfano. Mheshimiwa Hemedi ameeleza hayo kwenye ufunguzi wa kongamano lililoandaliwa na Shirikisho la Walimu Zanzibar kwa ajili ya kumpongeza rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi lililofanyika katika ukumbi wa skuli ya utani Uwete Pemba. Amesema katika kipindi cha miaka mitano Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali imesimamia vyema ujenzi wa miundombinu ya elimu ambapo jumla ya skuli 36 za ghorofa kwa ngazi ya msingi na sekondari katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar zimejengwa. Ameeleza kuwa skuli hizo zimejengwa za kisasa zikiwa na mahitaji yote ya kufundishia na kujifunzia ikiwemo maabara za kisasa za masomo ya sayansi, maktaba, vyumba vya kompyuta, sambamba na kufanyika kwa mgao wa vitabu vya kusomea na kufundishia zaidi ya milioni 3 kwa skuli zote. Ndugu zangu walimu, mafanikio ya sekta ya elimu ni mengi. Wakati tunaingia madarakani, serikali ya awamu ya 8, tulikuta bajeti ya Wizara ya Elimu kwa wakati ule ilikuwa ni fedha za Kitanzania bilioni 257 mwaka 2021. Naisema hii ya mwaka wa nyuma tulioishi ya jana, tulifikia bajeti ya bilioni 830 pamoja na kuongezeka na bajeti za mikopo ya elimu ya juu kutoka bilioni 11.5 hadi bilioni 33.4 kwa mwaka 2025. Ujenzi wa skuli za ghorofa 36 kwa ngazi ya msingi na sekondari zikiwa na maabara za kisasa, maktaba na vyumba vya kompyuta. Ujenzi wa majengo ya dakhalia umeongezeka kutoka dakhalia 6 hadi dakhalia 21 kwa mwaka 2024-2025. Na ujenzi wa dakhalia nyingine 14 unaendelea. Jumla ya vitabu milioni 3,424,436 vya kujifunzia vimegawiwa katika skuli zote za Unguja na Pemba. Idadi ya wanafunzi wa kike wanaosoma fani za sayansi, ufundi, udaktari na teknolojia umeongezeka kutoka wanafunzi 1467 mwaka 2020 hadi wanafunzi 3409 mwaka 2024, pamoja na kutoa ajira 3531. Niendelee kuwashukuru sana Shirikisho la Walimu kwa kazi kubwa ambayo mmefanya. Leo mmeonyesha mfano mkubwa sana. Jambo hili ni kubwa na limeonyesha utayari wetu wa kwenda kuipambania serikali yetu kwa mazuri ambayo Daktari Hussein Mwinyi ameyafanya na kuhakikisha kwamba tunairejesha madarakani ifikapo pale Oktoba 2025. Tunaomba sana sote tufanikiwe hivyo. Walimu na mchango mkubwa katika mafanikio ya Daktari Hussein Mwinyi. Walimu mna mchango mkubwa katika mafanikio ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini walimu mna mchango mkubwa katika utekelezaji wa ilani ya chama chetu. Twendeni tukasimame imara hapa tulipofika, hatutaki kurudi nyuma. Siku zote tunataka tuende mbele. Tulindeni mila zetu, desturi zetu, tabia zetu na utaratibu wa kazi yetu. Maana ukionekana mwalimu alafu unafanya vitu vya hovyo kabisa, watu wanashangaa. Kwa upande wake Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar Mheshimiwa Leila Mohamed Musa amesema Shirikisho la Walimu linaishukuru serikali ya awamu ya 8 kwa kuipa hadhi sekta ya elimu, kuimarisha miundombinu ya elimu sambamba na kuangalia kwa karibu walimu na watendaji wa Wizara ya Elimu.
Waziri Lela amesema kutokana na kipaumbele walichopewa walimu na serikali ya awamu ya 8, walimu wameahidi kuwapigia kura wagombea wote watakaosimamishwa na Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Walimu wanashukuru serikali zote mbili kwa maendeleo makubwa ambayo yameletwa si ndani ya sekta ya elimu tu, lakini kwa wananchi wote. Wamekuja hapa kutoa shukurani Mheshimiwa Dr. Samia na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mheshimiwa, uwapelekee salamu hizi za walimu. Uwapelekee salamu za walimu kuwa shirikisho la walimu mikoa miwili ya Pemba wanashukuru kwanza kwa kuipa hadhi profession ya walimu. Ukawaambie marais wetu, sisi walimu wa mikoa miwili ya Pemba Oktoba chaguo ni lao na hatuna mbadala. Akisoma risala ya shirikisho la walimu Zanzibar, Hamith Osman amesema lengo la kongamano hilo ni kurejesha shukrani kwa Daktari Samia Suluhu Hassan na Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa hadhi aliyoipandisha sekta ya elimu na walimu. Mwalimu Hamisi amesema serikali ya awamu ya 8 imelipa kipaumbele suala la upandishaji wa mishahara kwa walimu, kuimarishwa kwa mazingira ya kusomea na kufundishia, kuondolewa kwa ada wanafunzi ambapo wanasoma bure bila malipo. Shirikisho la walimu lina lengo kuu la kurejesha shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa jinsi walivyoipa hadhi ya kipekee sekta ya elimu pamoja na walimu nchini, hadhi ambayo haijawahi kutokea katika historia ya nchi hii tokea uhuru. Mheshimiwa mgeni rasmi, chungu ya mengi mazuri yaliyofanywa na viongozi hawa yakiwa ni pamoja urekebishwaji wa mishahara ya walimu pamoja na malipo ya nauli kamili na isiyoyumba, upandishwaji wa madaraja ya walimu, ujenzi wa shule za kisasa, ofisi, madakhalia na huduma zake, ujenzi wa maabara na maktaba za kisasa zenye hadhi za kimataifa, upatikanaji wa vifaa vya kutosha vya maabara sambamba na uondoshwaji wa ada za wanafunzi. Bin Mahir Saidi.